Katika safari ya utafutaji, kila mmoja analazimika kujituma bila woga, bila kujali ugumu wa kazi, mradi tu iwe ya halali. Mtazamaji wa Baharia TV, leo na kukutanisha na kijana mmoja aliyepata kazi ya ulinzi katika chumba cha maiti, kazi ambayo haikuwa rahisi kama wengi wanavyodhani. Kupitia simulizi yake, anafichua changamoto nzito na matukio ya kutisha aliyekumbana nayo akiwa kazini humo, visa vinavyoweza kukuacha na maswali mengi kuhusu mazingira ya kazi hiyo. Mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Kwanza ile nafika tunaonyeshwa pale nanili maiti zinapitishwa pale, unakuta maiti zinapita, yani unapishana na maiti za tofauti. Wengine wamepata ajali, wengine unakuta inaitwa maiti imevunjika. Umeona? Wiki iliyofuata ilikuwa ni zamu yangu ya mimi kuingia usiku. Kwa ni dada mmoja mzuri sana, yani amefariki lakini kama amelala. Kusema jamani, Mungu jamani, kabisa chombo kama hiki jamani, mapema yote hiki unakichukua kweli? Kusema sawa, hamna shida, chukua. Nakumbuka niliweka kwenye draw namba kama 12 kwenye nanilia kahifadhi, lakini yani mtu yani unaumia, unasema japokuwa simjui, lakini nikajikuta tu nimeingiwa na uchungu, nikasema jamani, mtu kama huyu jamani, si mtoto mzuri kabisa, yani naishika hivi natetemeka. Sisi ni vijana, na vijana kama vijana ni watu ambao tunapitia changamoto nyingi sana, na siku zote ukiwepo kwenye hali ya utafutaji, siku zote mtafutaji bwana, changamoto ni nyingi mno. Nakumbuka nilikuwa nimetokea nyumbani Msoma, nikasema nakuja Dar kutafuta maisha. Umeona? Nakuja Dar kutafuta maisha. Sasa kuja hapa Dar kwa harakati na misha zilikuwa nyingi, tukapiga misha hii. Unajua kuna utafutaji, utaingia hapa, ukiona hii alipo unaingia hapa, ukiona hii upate faida unaingia hapa. Umeona? Sasa nakumbuka kuna siku moja kwenye harakati tu hizi, kuna faza moja tulikuwa yani tumezoeana, tunajuana naye sana, japokuwa nilikuwa sijajua anafanya kazi gani. Umeona? Sasa kwa kuwa tumeshazoeana, tumekaa muda mrefu hivi na hivi, nikamwambia faza, hebu samahani, mimi mwenyewe ni mtafutaji. Umeona? Nilikuwa na mimi na shida, kama utaweza kunisaidia nitakushukuru. Akaniambia wewe ulikuwa na shida gani? Nikamwambia mimi mwenyewe natafuta kazi, alafu naona hata hizi kazi ninazozifanya zingine zote, yani bado unakuta unafanya kazi kubwa, kipato kidogo. Ile faza akaniambia basi hamna shida, nitakutafuta siku. Nikamwambia sawa. Kabla kama siku 2-3 hivi akaja kanipigia simu. Vipi? Nikamwambia safi. Uko wapi? Nikamwambia mimi nipo tu. Nipo yani. Umeona? Unamishi sasa hivi? Nikamwambia kama unavyoona yote yanayotokea, sisi tunapiga ile mradi mkono uende kinywani. Akaniambia basi sawa, kuna kazi moja nataka nikuunganishie. Nikamwambia kazi gani? Akaniambia kazi tu nzuri tu, hata haina purukushani, haina kitu chochote. Nikamwambia basi sawa. Akaniambia basi subiri kesho asubuhi nitakutafuta. Nikamwambia sawa. Kesho yake asubuhi kweli akaja akanitafuta. Akanipigia simu, uko wapi? Nikamwambia nipo kama unavyonijua, nipo mimi. Akaniambia kuna kazi nataka nikupe, maana nimeongea na rafiki yangu, ila kabla ya yote wewe unaweza kupiga kazi yote. Nikamwambia mimi ili mradi inaitwa kazi naweza nikafanya, ili mradi iwe kazi ya uhalali ambayo sio ujambazi wala nini, wala ili mradi iwe kazi ya uhalali. Akaniambia sawa, lakini utaweza? Nikamwambia mimi kazi yote naweza, ili mradi iwe kazi ya halali. Akaniambia basi sawa, hebu
kuna rafiki yangu mmoja nimeongea naye, nataka nikuunganishe naye, umeona, afu wewe ndo utaongea naye, utapatana naye na utajua unafanyaje. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Akaniunganisha na rafiki yake, tukaongea naye, akaniambia bwana, unaweza kuwa mlinzi? Nikamwambia mlinzi tu, ona kitu simple tu iko ulinzi kawaida, nitalinda. Sasa mimi alivyoniambia unaweza ulinzi, nikajua labda kama zile kazi wanazofanyaga Masai, kwamba labda unalinda tu usiku tu, unalinda labda sehemu kama godown au nini, unalinda asubuhi unaondoka zako, wewe muda wako wa kulinda ni usiku nini hivi na hivi. Sasa mimi ndo nilikuwa nimejua hivyo, nikamwambia mimi naweza, nipo vizuri, umeona. Akaniambia basi hamna shida, wewe chukua usafiri njoo hospitali fulani ambapo siwezi nikaitaja. Akaniambia njoo, nikamwambia sawa. Chukua usafiri nikafika mpaka hilo eneo la tukio kwenye hospitali. Nafika pale nikakutana naye vizuri, akanielekeza, akaniambia bwana, mimi nataka nikupe kazi, wewe una shida na kazi, unalipwa vizuri, hakuna shida, lakini kazi yenyewe utakuwa ni mlinzi. Nikamwambia sawa, ulinzi nalinda hiyo hospitali nzima au ulinzi wa nini? Maana bado sijaelewa hapo. Akaniambia usijali, utakuwa unalinda mochwali. Kwa nikashtuka kwanza, kalinde mochwali? Nikamwambia kwanza wanalipa shilingi ngapi? Umeona? Sasa mimi nilikuwa naangalia kwanza maslahi kwanza. Bahati nzuri kiasi cha pesa ambacho walikuwa wamenitajia kikanilizisha. Nikasema kwani kulinda tu? Kulinda mbona kulinda ni kawaida sana. Naweza nikalinda. Umeona? Ila nikataka tu kwamba nijue. Nikamwambia bwana nipeleke sehemu yenyewe kwanza niione. Umeona? Akanichukua akanipeleka mpaka hiyo sehemu. Kaangalia mazingira. Taweza kweli? Hapo kwamba uliingia mochwali sasa. Kaingia pale getini pale. Taweza kweli? Kabla hujaenda mbali, kwa nini ulijiuliza nitaweza kweli? Kwa mazingira gani ambayo yalikupa hofu kidogo? Kusema kweli, kwanza kazi kama usije kufanya. Alafu ukiangalia na eneo ambalo unaenda kulifanyia kazi, mazingira yake, mazingira ya mochwali unajua. Na yanajulikana kabisa. Kwa mimi ambaye labda ndo sijai kuelewa ama sijai kusogea mazingira yale, wewe uliona vipi mazingira? Yaani yalikoje kwaje? Yaani kwanza ile nafika tunaonyeshwa pale na nili maiti zinapitishwa pale, unakuta maiti zinapita, yani unapishana maiti za tofauti. Wengine wamepata ajali, wengine unakuta inaitwa maiti imevunjika, kiwiliwili akina, yani unakuta yani vitu yani aisee. Weacha tu. Nikasema taweza. Ila nikajipa moyo nikasema kani hao wana uwezo wana nini afu na mimi nishindwe na nini? Umeona? Hao wanaweza kufanya hiyo kazi wana nini? Na mimi nishindwe na nini? Mimi lazima nifanye. Tukakubaliana sawa. Bahati nzuri tulikuwa tupo wawili ambao tulikuwa tunapiana shift. Umeona? Either sisi wenyewe tukaamua bwana kama ni wiki kwa wiki, labda utakuwa unaingia asubuhi, ikifika jioni saa 12 unaondoka, afu mwenzako anaingia saa 12, ikifika asubuhi anaondoka, hivyo tukapiana shift. Kaambia sawa. Akaniambia basi wiki ijayo wewe ndo utaanza. Kwa mimi nikaanza kufanya kazi, nikaanza kufanya kazi na kuingia shift ya asubuhi. Nikiingia asubuhi, ikifika jioni natoka. Nataka kufahamu ndani ya changamoto zile ambazo umezungumzia kwamba kuna changamoto 2-3 ukiwa ndani ya zamu ya wiki ya asubuhi, kwamba ulikuwa unaingia asubuhi kutoka jioni, ni changamoto gani? Changamoto ndo kama hizo, kwa sababu unakuta labda maiti inakuja, kwa hiyo kuna zingine unaweza kaambia bwana hii maiti, yani kwanza inavyokuja muonekano ile maiti, yani
uwe na roho na uwe na ujasiri. Unakuwa peke yako, maana kwamba katika wawili, maana kwamba zamu ya mmoja ni mmoja. Mmoja ni mmoja. Basi kama ni zamu yako wewe, yule mwenzako yeye kazi yake anakuwa anakuja jioni. Akiingia jioni mpaka hiyo jioni mimi naondoka naenda kupumzika, yeye anapiga ile shift ya usiku. Kuta maiti zinakuja, maiti za ajabu, zingine zimepata ajali, zingine sijui zimefanya hivi na hivi, yani maiti za ajabu na za ajabu. Umeona? Tukapambana hivyo hivyo, nikapambana, yani piga siku ya nilifanya kazi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akasema niache. Akasema hapana. Acha nikomae. Sababu mwenyewe ndipo kwenye utafutaji. Na bahati nzuri maslahi yalikuwa yananiridhisha, nikasema hamna shida, nitafanya tu. Ulikuwa unalipa shilingi ngapi? Yani kiufupi maslahi yalikuwa yananiridhisha. Umeona? Kwa sababu naweza nikataja kiasi alafu yani kiufupi ni hivyo kwamba kilikuwa kinaniridhisha kwa upande wangu mimi. Kafanya ile kazi wiki, shift yangu ya asubuhi kutoka jioni ikaisha. Umeona? Wiki iliyofuata ilikuwa ni zamu yangu ya mimi kuingia usiku. Umeona? Nakumbuka ilikuwa Jumatatu. Tenda nikaingia usiku kawaida tu hivyo. Jumanne kawaida hivyo nini sawa, ikifika asubuhi naondoka. Ila nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatano kama sikosei, Jumatano. Nilikuwa nipo nimetulia tu pale. Nikaona kuna gari inakuja. Umeona, aina ya Noah. Mida saa ngapi? Mida kama ya saa 7 hivi kuelekea saa 8. Ikaja gari. Tena ipo speedi. Sema hii gari vipi? Kuja speedi hatari. Kuja pale, kashuka pale fast naona watu wameshuka hivi na hivi. Walikuwa wa mama wawili na baba watatu kama sikosei. Umeona? Ndio kwa wamekuja. Kuja sasa nikasema bahati nzuri wakaja pale wakashuka wakaja na nanili. Wakawa kuna mwili wameubeba. Umeona? Nikajua si kawaida tu, ndio mishe zetu hivyo. Kenda tukasaidiana pale kubeba ule mwili. Kachukua tukasaini pale, bwana hii maiti hivi na hivi imefanya hivi na hivi na hivi. Kaibeba, tukaingiza pale mocha, tukaenda tukaiweka kwenye kisanduku. Kwanza kabla sijaiweka, anaitwa nani? Ndio bwana anaitwa Mwajuma. Teddy ndugu yangu. Najua ni maumivu. Sawa. Kaja wakaandika jina kwamba alikuwa mtu fulani anaitwa Mwajuma. Ile maiti ilivyokuja pale, huyo Mwajuma kwanza nilivyomwangalia tu, yani kama amelala. Umeona? Kama amelala.